إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إني داع وساع للأمن فأمنوا. Enyi waumini, hotuba yangu ya leo naifungua kwa kuanza kuomba dua katika jitihada za kutafuta amani. Basi nanyi itikieni dua hii: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka yarji'u as-salam tabarakta rabbana was-salam. Allahumma من أراد بنا وببلادنا وسائر بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وأخرجنا من بين أيديهم آمنين سالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آمين آمين. Ndugu zangu katika imani, imelazimu kwa kila muumini kwa wakati huu kutumia moja ya hizi silaha muhimu ambazo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, silaha ya dua. Wakati tunatumia silaha hii ya dua kwa wasifu wetu wa kuwa kwetu waumini, basi na wenzetu wasiokuwa waumini, bali hata sisi pia tufanye jitihada nyinginezo nje ya dua katika kuhakiki kupatikanwa kwa amani. Vitisho vimekuwa vingi, na mwenye akili huwa anajifunza kwa watu, sio watu wanajifunza kwake. Kwa sababu tumekusha kujifunza, basi kila mmoja kwa nafasi yake akae tayari kwa ajili ya kuhakiki kwamba mambo hayaharibiki tena. Wakati huo huo
natoa wito kwa kila yule ambaye sauti hii itamfikia, ajue kwamba Allah ndiyo amani. Imekuja riwaya katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Kwa wale wanaosoma elimu ya hadithi, katika hadithi mama inayotegemewa kwenye eneo la tashahhud, kwenye tahiyat, hadithi hii Abdullah ibn Mas'ud anasema, kunna idha sallaina khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qulna, tulikuwa tunaposwali nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tulikuwa tukisema hivi: assalamu ala Jibril wassalamu ala Mikail wasalamun ala fulani wa fulani. Tulikuwa tunapokaa tahiyatu tunasema dua hii: amani ya Allah iwe juu ya Jibril, amani ya Allah iwe juu ya Mikail, au ni malaika wawili watukufu kabisa wa daraja la kwanza, namba 1 namba 2, Jibril na Mikail. Wakawa wanasema pia salamun ala fulani wa fulani, amani ya Allah iwe juu ya mtu fulani na fulani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, inna Allaha huwa salam, Allah ndiyo amani. Fa idha salla ahadukum falyaqul, basi natakiwa mmoja wenu anaposali akifika kwenye tahiyatu aseme hivi: at-tahiyatu as-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashahid, katika tahiyatu hii aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia mnasema assalamu alayka ayyuha an-nabiy, amani ya Allah iwe juu yako ewe mtume, wa rahmatullahi wa barakatuh, na rehema za Allah na baraka zake. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, amani ya Allah iwe juu yetu na iwe juu ya waja wote wema wa Allah. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innakum idha qultumuha, kwani ninyi mkitumia maneno haya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asaba kulla abdin salihin fi dunya wal akhirah, dua hii itampata kila mja mwema aliyopo duniani na aliyopo akhera. Baada ya kusema salamu ala Jibril, salamu ala Mikail, salamu ala fulani wa fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakusanya maneno haya: msimtaje fulani salamu, fulani amani, fulani amani, semeni tu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, amani ya Allah iwe juu yetu na iwe juu ya waja wote wema wa Allah. Mkisema dua hii, na tunasema kila tunaposwali, iwe swala sunna, swala fardhu, kwenye tahiyatu zetu tunasoma maneno haya na swala ikubaliki hata kama ni ya sunna bila kusema maneno haya. Mtume anatufundisha tukisema maneno haya tunamuombea amani kila mja mwema duniani na akhera. Malaika wanaingia kwenye dua hii, mitume wanaingia kwenye dua hii, waja wema wote binadamu na wasio kwa binadamu wanaingia katika dua zetu za kuwaombea na kuwatakia amani. Ikiwa kama tunasema maneno haya kila siku na ndio sehemu ya ibada yetu sisi ni kuomba amani, kwa nini tuwe sisi ni sababu ya uvunjifu wa amani? Asikwambie mtu maneno yoyote, kwanza amani, alafu mengineyo yatafuata. Wewe unaosema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, amani ya Allah iwe juu yetu na iwe juu ya waja wote wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe mtu wa kwanza kutoa amani. Unaomba kuwa ni mtu wa amani na unawaombea waja wema wapate amani. Kuwa mtu wa kwanza kutoa amani, usiwe ni mtu wa kuvunja amani. Ikhwani fil iman, amani imetoweka duniani, na hii inanikumbusha bishara aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika akhiru zaman. Anasema satakthuru alharajin, zama za mwisho yatakithiri mauaji. Masahaba wakamuuliza ridwanullahi alayhim, kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man haraju ya Rasulullah, hii haraj maana yake ni nini? Qala alqatl,
Akasema alayhi salatu wassalam, ni mauaji. Ikhwan, imefika wakati wanadamu tutafute amani badala kutafuta shari. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika moja ya ujumbe wake mkubwa, na Allah tabaraka wa taala alitia nuru kwenye da'wa yake kwa sababu ya hiki kipengele cha amani ambacho wale waliokabiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam walishindwa kupata amani kwa vita zisizopungua miaka 300 baina kabila la Ausi wal Khazraj katika mji wa Madina, na baina ya kabila la Bahili na Qurashi katika mji wa Makka, na hawa ndio alikotumwa mtume kwao. Moja ya vitu ambavyo vilitia nguvu da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuweza kuleta amani kwa watu ambao walipigana miaka mingi sana. Kule Maka palikuwa pana kabila la Makuraishi na kabila la Bahilia, na huku Madina palikuwa pana kabila la Ausi na kabila la Khazraj. Madina walikuwa wanachonganishwa na Mayahudi. Katika mji wa Madina palikuwa pana Mayahudi makabila matatu: Bani Nadhir, Bani Qaynuqa na Bani Qurayza. Hawa ni Mayahudi waliokuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Wao walikuwa wanatumia fursa ile ya vita vya wakazi wa mji wa Madina kwa ajili ya kujiimarisha wao kiukazi na kiuchumi. Vita za watu wa Madina ilikuwa ni fursa kwao kwa kiuchumi. Yaani watu wa Madina wanapokuwa muda mwingi wanagombana, wao wanajijenga kiuchumi, na walikuwa wageni walowezi. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu wao kutamakani katika mji wa Madina bila kuleta chokochoko kwa wakazi. Walichokifanya wakatengeneza, kwa sababu walikuta kuna asili ya kutokuelewana, wao wakainunua ile kesi ya kutokuelewana kwao ikawa ni mtaji. Wakawekeza kila wanachoweza ili wale watu waendelee kupambana, wao waendelee kunufaika. Tiba ilikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika eneo lile, Allah tabaraka wa taala kataka kuitia nguvu da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni muslih. Alikwenda kusuluhisha ile vita. Ikawa baina kabila la Ausi na Khazraj wanakaa pamoja kupanga mambo yao, jambo ambalo halikuwa linategemewa. Katika ruusun nasi kwenye kabila la Ausi na Khazraj kuna mtu anaitwa Sa'd ibn Ubada. Kuna Sa'd ibn Ubada na kuna Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Ubada ni sayyidu al-Khazraj na Sa'd ibn Mu'adh ni sayyidu al-Aus. Hawa mabwana wawili walikuwa ni vibopa katika makabila yao, na wote hawa wawili wakawa ni masahaba watukufu wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wanakaa pamoja kujadili mambo ya dini baada ya kuwa ilikuwa haiwezekani ya makabila kuweka pamoja. Allah tabaraka wa taala katia da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguvu kupitia kwenda kuwatengeneza haya makabila mawili mpaka wakakaa pamoja. Jambo hilo likawakera Mayahudi, na khitfa walioifanya, mbinu walioichukua, wakasema kubakia Muhammad hatuko salama. Kubakia Muhammad hatuko salama. Kwa njia yake huyu Muhammad lazima uawe. Wakapanga mbinu wa kutaka kumuua Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili wao waendelee kunufaika kupitia kwenye damu za watu, kutajirika kupitia kwenye ugomvi wa watu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, albashar, binadamu, kuna wakati anapitikiwa na ubinadamu. Alialikwa akakubali wito wa ualiko kwa sababu alikuwa anapenda kutengeneza umoja wa kitaifa. Waliweka mkataba tokea mwanzo anaingia katika mji wa Madina kwamba lao litakuwa ni moja dhidi ya yoyote atakayekuwa anatoka nje ya mji wa Madina. Waislamu hawa makabila mawili Aus na Khazraj, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na makabila matatu ya Kiyahudi yaliyokuwa yanaishi mji wa Madina wawe kitu kimoja. Kwa kuna siku ikawa wamemwalika, na riwazi nataja kwamba alikwenda kuchukua msaada wa dia. Kuna mmoja maswahaba alifanya kosa, ikawa inatakiwa atoe fidia. Kwa hiyo kwa sababu tuna umoja wa kitaifa, au wanisaidie kwenye fidia.
wale mabwana wakatumia fursa hiyo kutaka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah tabaraka wa taala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ondoka haraka katika eneo hilo, sio sehemu salama. Akaondoka bila hata kuaga baadhi ya masahaba wake. Kaingia ndani, masahaba wake wamekaa nje wanalinda, akatokea mlango wa pili wa bwana, wamebakia huko wanamwangalia, wanamsubiria, ameshatoka kwa amri ya Allah tabaraka wa taala, na Allah akamwamrisha awatoe Mayahudi wote katika mji wa Madina. Katika sura al-Hashr Allah kayaeleza matukio haya kwa uwazi kabisa. Sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, al-maliku al-quddus al-aziz al-hakim, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Yeye Allah ndio ambaye amewatoa wale waliokufuru katika watu waliopewa kitabu ndio awwal al-hashr. Allah anasema ma dhanantum an yakhruju, hamkuwa mnadhani kutokana na ule umadhubuti wao kujijenga kwao kwamba wao wanaweza katoka katika mji wa Madina. Wadhannu, hata wenyewe pia walidhani annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, kwamba wao watakingwa wao kutokana na zile ngome walizokuwa nazo zitawakinga na Allah tabaraka wa taala. Fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu, Allah anasema akawajia wao Allah katika njia ambayo hawakutegemea. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah katia katika nyoyo zao uoga na hofu. Yukhribuna buyutahum, wakaanza kuvunja majumba yao wenyewe biaidihim, kwa mikono yao, wa aidil mu'minin, na mikono ya waumini kashiriki kuvunja majumba yale. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi watu wenye macho ya kuona. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tufanye sa'i katika amani. Kuna uwezekano hii jitihada inayofanyika ya kupambania amani ikawa ni njia miongoni mwa njia ya kuieneza da'wa. Naam, kwa sababu kuna watu wameshajitenga kwa madhahabu zao na dini zao kwamba wao hawataki amani. Tumieni fursa Waislamu, mna uwezekano wa kueneza dini yenu kipindi hiki kwenye miji yenu, kwa sababu nyoyo zimekwisha kungiwa na hofu, nyoyo zimekwisha kukata tamaa, nyoyo zimekwisha kuogopa hali ya amani. Wanaopigia debe amani ni Waislamu. Njia katika njia ya kueneza da'wa kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fil iman, dunia ipo katika machafuko. Kila upande ukienda watu wanalalamika vita, umwagaji wa damu, dhulma. Lakini haya yote yanatokana na vitu vitatu. Sijui kama makamu itaniruhusu, ili ni darsa tuelewane vizuri. Binadamu wanavutana kwa sababu ya maslahi. Binadamu wanavutana kwa maslahi. Kuna watu wana vitu ambavyo mimi ninahitaji vitu vile. Badala ya mimi kuhitajia vitu vyao kwa ajili ya manufaa yangu na manufaa yao, mimi natumia mamlaka nilionayo kuwatweza nguvu ili nipate kile ambacho nakihitaji. Maslahi ya mwanadamu yamegawanyika katika maeneo makuu matatu. Maslahi ya wanadamu yana mafungu makuu mangapi? Matatu. Kuna masalihu daruriyya na kuna masalihu al-ihtiyajiyya na kuna masalihu istimta'iyya. Mwanadamu anahitaji maslahi katika hali ya kudhaurika. Asipopata maslahi hayo anaharibikiwa na mambo yake. Na kuna wakati mwanadamu anahitaji maslahi kwa sababu ya haja tu, sio dharura. Na tofautisha, si tunakanganya baina neno haja na dharura. Atakuja mtu anakuambia bwana, sikuja kutekeleza ahadi kwa sababu nilikuwa na dharura, na ukweli hukuwa na dharura, ulikuwa una haja, sio dharura. Naam, dharura mpaka wake ni mtu kuwa asipofanya jambo fulani anapata madhara, ima kwenye kiwiliwili chake. Asipofanya jambo fulani anapata madhara ima katika mali yake. Asipofanya jambo fulani anapata madhara ima katika dini yake. Kiwango hiki ndio kinaitwa dharura. Ukiondosha hali kama hii,
kinachofuata inakuwa ni haja. Wewe una haja fulani, una shida fulani, una mahitajio fulani. Sasa kuna wakati binadamu wanavutana kwa sababu ya masalihul hajia. Anahitaji manufaa fulani lakini kwa njia ya haja, sio kwa njia ya dharura. Na kuna wakati mwanadamu anahitaji maslahi kwa njia ya kustarehe. Anahitaji kitu fulani kwa mtu fulani ili astarehe. Sasa kinacholeta machafuko ni pale ambapo mtu ana mahitajio ya dharura, na wale ambao wanawahitajia anataka kutumia nguvu kuchukua kile cha kwao, na wenyewe hawataki. Kinachotokea sehemu kubwa ya mapambano, vurugu na vita zilizopo duniani, sehemu ya kwanza ni kutekeleza haja za dharura za mtu. Inapotokea kwa una haja ya dharura, hebu zungumza na wale wenye utatuzi wa haja yako, muelewane. Kama itakuwa ni 50 kwa 50, wape 50, wakupe 50, maisha mengine yaendelee kwa amani. Inawezekana. Lakini wewe kwenye dharura zako kulazimisha kwamba mimi lazima nipate kitu fulani kwa sababu mimi mkubwa. Kama wewe mkubwa, mimi ninazo rasilimali, mimi sitoi. Unatumia ukubwa wako kwa ajili ya kunikoza nguvu mimi unaoniona ni mdogo, kwa ajili ya kulazimisha kuchukua kilicho changu kutatua dharura ulizokuwa nazo. Kuna dharura za kiuchumi, kuna dharura za kiafya, kuna dharura za kielimu, dharura za kitaaluma kwenye mambo ya technology. Tunahitaji uranium kwa sababu tuna vitu tunataka kuvitengeneza ili kuthibitisha ule superpower wetu. Sasa uranium inapatikana Tanzania, ipo. Hebu njoo kana Mtanzania muelewane. Kama itakuwa 30 kwa 70 sawa, kama itakuwa 50 kwa 50 sawa, lakini kuja hapa kutaka kumiliki wewe uranium ya Mtanzania, hii ni tatizo. Vita inaanza hapa. Sasa mabwana wakubwa wa ulimwengu sasa hivi wanachokifanya, wanataka wamiliki wao mikataba ya rasilimali ambazo wao wana dharura nazo kwa wale waliokuwa nazo. Kwa anakuja hapa na kwambia kwamba sisi tunataka uranium, lakini tunapohitaji uranium wewe tutakupa misaada, tutakuandikia misaada. Fungua milango ya uranium tukupe misaada. Sasa vipi ni uranium na misaada? Huu msaada sio ndio malipo ya hii uranium yangu? Usipotaka nitakupiga. Mtu anasema nipo tayari kupigwa, anatengenezewa skeli. Pana watu wanakuja wanaitwa kwamba wanadai haki. Kuna watu wanakuja wanaitwa magaidi. Basi ikawa ni vurugu maeneo yenye mali, wametengenezwa hawa watu wanaodai haki, wanaoitwa magaidi na nani, vurugu, amani hakuna. Na vurugu zote hizi, angalia maeneo yenye mali. Maeneo yenye mali kuna gesi, pana mafuta, pana madini. Basi huko utaona kunatengenezwa vurugu uchao kila siku. Sasa vyema, kama wewe una dharura na kitu changu, kubaliane, mimi nipate na wewe upate. Lakini kulazimisha kwamba uwe vya kwako wewe vyote haiwezekani. Allah mwenyewe anasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, tumegawanya maisha yao kwenye maisha ya dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, kuna baadhi yao tumewanyanyua daraja, wengine tumewashusha. Hii ni taksimu ya Allah katika maisha. Kuna wakati mtu anakuwa na haja, na katika moja mifano ya haja katika mambo ya buyuru, miamala ya kibiashara. Na katika jumla ya miamala ya kibiashara ni kadhia ya ndoa. Katika fiqh ya Kiislamu, mlango wa ndoa umewekwa katika kitabu al-Buyur. Mlango wa ndoa umeweka katika kitabu cha biashara, kwa sababu ndoa ni sura ya biashara. Wewe una shida ya mke ambaye inawezekana nyumbani kwako na dada yako, mama yako pia naye ni mwanamke, una wakina dada wengine, lakini hawa kwenye ndoa kwako ni haramu. Unapotaka kuoa lazima uhitaji kwa dada mwenzako ambaye amezaliwa kwao, amekuzwa kwao, kasomeshwa kwao. Mwenyewe walikuwa wanahitaji wapate manufaa naye, lakini kwa lugha nzuri ya mapatano unakwenda kuposa,
wanakukaribisha, mnakaa kwenye kikao, mnajadiliana. Unaambiwa toa mahali kiasi fulani, unatoa mahali, wanakukabidhi mtu wao. Na sote tumeoa na tunao wake. Wale wake tulionao ni watu wa watu wengine. Kwa makubaliano mazuri na maelewano, wamekubali kutoa mtu wao, dada yao. Wamekupa dada yao katika hali ambayo huenda wewe hawakujui, isipokuwa baada ya kuletwa pale kwenye posta. Unamchukua dada ya mtu Dar es Salaam, unakwenda kuishi naye Mwanza. Baba yake na mama yake na kaka zake na ndugu zake hawamuoni mpaka watakapomhitaji. Wamekupa wewe Msukuma, mtu wa Dar es Salaam. Na mtu wa Dar es Salaam anakwenda kuoa mngoni wa Songea. Anakabidhiwa binti kutoka Songea na kuja naye Dar es Salaam kwa makubaliano, hakuna tabu. Au ukitaka kuoa unaenda kuteka binti wako kwa sababu una shida mwanamke. Baada ya kwenda kumteka binti wa watu, watakubali wenyewe? Vita. Hiyo ni vita. Hawatakubali wewe uende ukateke binti yao, wasijua anaishi wapi. Lakini kwa lugha ya maelewano wameweza kukupa binadamu kutoka kwao. Hata hiyo pesa unaotoa haina thamani ya binadamu unaopewa. Anakwenda anakuzalia watoto, anakulelea watoto, mtoto wa watu unajue. Lakini kwa makubaliano ya pande mbili, hili jambo limeendelea kuwa ni jambo la amani na utulivu. Kuna vijana huwa wanapenda njia za mkato kwenye maisha. Wakimuona mtu anazungumza akitoa simu nzuri, wao vijana wakikaa wakiangalia, wanapigia mahesabu ile simu. Wao wanapiga hesabu simu ya shilingi milioni 6, wanataka kuipora waende wakauze 500,000. Alafu akishaenda kuuza 500,000 anakwenda kustarehe. Yaani haja yake yeye kutekeleza starehe zake kupitia kwenye mali za watu. Masalihi istimtaiya. Anaweka maslahi ya starehe kupitia kwenye kitu cha mtu. Yule mtu amekuona anataka kumwibia, amani ipo? Lazima mtavurugana, lazima mtapigana, kwa sababu unataka kutekeleza starehe zako kupitia kwenye mali ya mtu. Umeajiriwa, mshahara wako unaopewa unafanana na kupanda daladala. Unaweza ukalipa kodi ya nyumba, lakini wewe utosheki, unataka umiliki nyumba yako, unataka umiliki gari lako la kutembelea. Mshahara wako hautoshi. Kwa hizi starehe unazozihitaji, unakuwa mwizi ofisini. Unakwenda kuiba serikalini, unakwenda kuiba kwenye kampuni, unamuibia bosi wako. Akigundua lazima mtaleta matatizo. Wewe ni mwizi, unakwenda kutekeleza starehe zako kwa mali ya mtu. Sasa haya machafuko yanayoendelea, ima yatakuwa kwenye haja za dharura, ima yatakuwa kwenye haja za mahitaji ya kawaida, au kwenye haja za starehe. Kila mmoja kwa dharura zake, na kila mmoja kwenye haja zake, na kila mmoja kwenye starehe zake. Akitafuta hivyo vitu vitatu, achunge amani kwa upande wake. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah as-sadiq al-amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zile haja za mwanzo nilizotaja za dharura, kuna vitu wanawazuoni wa Kiislamu wameviita daruriyatul khams, mambo 5 ya dharura. Wakayataja jambo la kwanza ni hifdhuddin. Katika mambo 5 kwenye zile haja za dharura za mwanadamu, kwanza ni kuhifadhi dini. Jambo la pili hifdhun nafsi, kuhifadhi nafsi. Jambo la 3 hifdhul mali, kuhifadhi mali. Jambo la 4 hifdhul aqli, kuhifadhi akili. Na jambo la 3 ni hifdhu an-nasli, kuhifadhi familia, ukoo. Hizi zinaitwa daruriyatul khamsa.
ambazo ijtamaa alaiha al-umam kulluhum, ulimwengu mzima unakubaliana juu ya dharura ya jambo la dini. Na ukitaka kuleta machafuko kwa watu, chezea dini. Vita ya kidini haina mwisho. Lakini katika dharuriyati za kuhifadhi ili amani patikane, watu wawe wana moyo wa kuhifadhi nafsi za watu. Usiwe na akili ya kuwaua. Allah tabaraka wa taala ameweka usalama kwenye maisha ya watu kwa kuwakataza wenye kuua, wala fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kwenye kulipiza kisasi mtu aliyeua akajua nikiua nitauawa, ndio uhai unapopatikana. Enyi watu wenye akili, kuhifadhi akili ya mwanadamu. Uislamu umeharamisha vilevi vyote, kwa sababu mwanadamu anapokuwa kalewa, anapofanya maamuzi haya yanatokana na ulevi. Hafanyi katika utashi wa binadamu mwenye akili timamu. Ili kusalimisha ulimwengu, msieneze vilevi. Watu wanapolewa wanatoka katika nifaq al-bashariyya, akakusanya madhara ya ulevi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamru ummul khaba'ith, ulevi ndio pombe ya madhara yote yanayotokea duniani. Naam, mtu akishalewa anatoka kwenye taklifu. Lakini tunatakiwa kuhifadhi mali. Katika maqasidu tashri', malengo ya kuko sheria zote duniani pamoja na sheria ya Uislamu ni kuhifadhi mali. Mali zinachumwa kwa tabu, zinahitajiwa zihifadhiwe ili watu waendelee kunufaika na mali. Kuleta chokochoko kwenye mali za watu unaleta machafuko duniani. Na vile vile tuhifadhi heshima za watu. Kuna wakati machafuko yanatokea kwa sababu umeenda kuleta dharau kwa mke wa mtu, na mtu akidharauliwa mke wake akubali. Sasa ili amani ya dunia iendelee kupatikana, tuhifadhi vitu vitano. Tuhifadhi dini, tuhifadhi nafsi, tuhifadhi akili, tuhifadhi mali, tuhifadhi heshima za watu. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعل لنا حجة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم. اللهم أخرجنا من بين أيديهم آمنين سالمين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم يا ربنا إنا نجعلك في نحور الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم. اللهم أخرجنا من بين أيديهم آمنين سالمين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.